Isogee. Bora isogee. Waheshimiwa, tukae. Kilimanjaro oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu mzee wetu Cleopa David Msuya, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi, Mheshimiwa Naibu Spika Musa Zanzungu na wabunge wote wa mkoa na wengine wa kamati mlioko nasi hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro, Mkuu wa Mkoa wa Tanga, mnufaika mwingine wa mradi huu, na Mkuu wa Mkoa wa Arusha mliopo nasi hapa, ndugu viongozi wa serikali, viongozi wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa vyama vingine vya siasa, mabalozi wa Saudi Arabia na Kuwait, wawakilishi na wafadhili wa miradi au wa mradi huu, Badea Ofid Kuwait Fund na Saudi Fund, viongozi wetu wa dini, wazee wa kimila, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, nisiwasahau wanahabari. Mwanga oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, awali ya yote niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mungu, na tunamshukuru hasa kwa sababu wakati nasimama tuna dalili za mvua. Tunamshukuru, alhamdulillah. Hii ni baraka kubwa. Nimshukuru kwa kutuwezesha kukutana leo hapa, lakini kufanya ile kazi ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa muda mwingi ya uzinduzi wa mradi wa maji safi na salama Same Mwanga Korogwe. Lakini pia ninakumbuka mwaka 2018 tarehe 12 mwezi wa 11 nikiwa makamu wa rais, nilikuja hapa Mwanga kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi la mradi huu wa maji wa Same Mwanga Korogwe. Lakini wakati ule nilitumwa na bosi wangu kuja kufanya kazi ile. Kwa bahati muda baadaye mimi sasa nimekuwa ndio wa kusukuma kufanya kazi ile. Sasa wakati niko ofisini nilikuwa napata ugeni wa mara kwa mara wa mzee Msuya. Mara ya kwanza mzee Msuya ameomba kuja kuniona, nikajua kwa sababu mpya anakuja kunipa ABC za kuwa rais. Kwa hiyo amekuja, nikampokea mzee wangu, tukazungumza na akanieleza shida yake. Zilikuwa shida mbili: moja, mradi huu wa Mwanga Same, lakini pili, barabara ile mnayoita Msuya bypass. Ile ilikuwa ndio shida ya pili. Tukakaa, baada ya muda nikatembea Same Mwanga, nikapita kumsalimia mzee Msuya. Maneno yake yalikuwa yale yale, barabara na mradi wa Same Mwanga. Mara ya tatu mzee wangu akiwa anakwenda sasa na kigongo na mwendo ule wa polepole, akanifata Chamwino Ikulu, akanambia, nimekuja, maneno yangu ni yale yale, sina mengine. Kwanza kukushukuru, kazi inaendelea, lakini hakikisha huu mradi unamalizika. Na nikamwahidi ifikapo Juni mwaka jana huu mradi ungekuwa umemalizika. Na nashukuru sana, namshukuru waziri na timu yake. Mradi huu ilipofika Juni, maji ya awali yalianza kutoka. Nashukuru sana. Mradi huu kama mlivyosikia ni mradi wa muda mrefu sana. Upembuzi yakinifu ulifanywa mwaka 2006. Mkataba wa ujenzi ukasainiwa 2014. Lakini tunashukuru 2024 mradi umekamilika na matokeo yameanza kuonekana.
Lakini mradi huu ulisuasua kwa muda mrefu sana, lakini kwa sababu mimi huwa siamini kwenye kushindwa, nikamwambia waziri na waziri wa fedha, huu mradi lazima tuumalize. Kwa hiyo tumefanya jitihada kuwafikia wenzetu hawa waliopo hapa nasi na kuomba mikopo ya madirisha nafuu. Tumepata fedha na mradi huu umekwenda kumalizwa. Lakini nishukuru pia wasaidizi wangu, waziri mkuu mara kadhaa amekuwa Same Mwanga, Dar es Salaam, Dodoma, Same Mwanga kufuatilia maendeleo ya mradi huu. Lakini vile vile ni mwaka jana tu waziri na makamu wa rais alikuja, na kama alivyoeleza waziri hapa, aliweka msisitizo mkubwa katika ujengaji wa mradi huu. Sasa fahari yangu leo ni kubwa sana kwamba hatimaye mradi huu umekamilika na nimerudi hapa Same Mwanga kuja kuzindua mradi huu. Lakini furaha yangu ni kwamba wananchi wameshaanza kutumia maji yatokanayo na mradi huu. Wizara ya Maji, asanteni sana. Taendelea kushukuru Wizara ya Maji na wote walioshiriki katika kukamilisha mradi huu. Ndugu zangu, kijiografia, maeneo haya hayana vyanzo vya maji vya kutosha na vya uhakika kukidhi mahitaji yenu yanayotokana na ongezeko la watu na shughuli za kiuchumi. Pia hata wale wenye visima wanaotegemea chemchem kwa mwenendo wa mabadiliko ya tabia nchi walikuwa hatarini na wenyewe kukumbwa na ukosefu wa maji. Kwa muktadha huo na kwa kutambua umuhimu wa maji kwa ajili ya matumizi ya wananchi, serikali ilikuja na mradi huu ambao ni ukombozi kwa wananchi wa wilaya ya Same, Mwanga na Korogwe. Nipongeze sana Wizara ya Maji kwa kusimamia utekelezaji wa mradi huu uliogharimu shilingi bilioni 406.07. Lakini kwa namna ya kipekee ni washukuru sana Wizara ya Fedha na Wizara ya Mambo ya Nje kwa kuratibu baina ya serikali na wafadhili au wakopeshaji na kupatikana fedha hizi. Na kwa mnasaba huo sasa ni washukuru pia wabia wetu, na hapa nataka nibadilishe lugha kidogo ili wanielewe ninachowaambia. Excellency Ambassadors, Tanzania is grateful for the cooperation and support offered to our government and the country at large. We are very thankful to the Islamic Republic of Saudi Arabia and Saudi Fund, the State of Kuwait and the Kuwait Fund, Badea and Ofid, which made the completion of this project possible. And now, in furtherance of the Tanzanian development, Tanzanian socio-economic development, we are still counting on your support and cooperation. Gratitude is ours, and thank you all. Lakini katika hatua nyingine, naomba niwashukuru sana wakandarasi na wasimamizi wa mradi huu. Tulikuwa na kazi kubwa ya kusukumana, kusutana, kushtakiana, lakini baadaye tulielewana, kazi iliendelea na mradi huu umekamilishwa, na washukuru sana. Ndugu zangu, baada ya kukamilika awamu ya kwanza ya mradi huu, tayari tumeshaanza kuona matokeo chanya kwamba uwezo wa kuzalisha maji umepanda kutoka lita milioni 3.7 na sasa mradi unazalisha lita milioni 6 kwa siku, na hivyo kutosheleza mahitaji ya mji huu. Mradi huu umeongeza uwezo wa kufikia wananchi kutoka 50,615 hadi wananchi 300,000 sasa watafaidika na mradi huu kwenye vijiji 38 za Same, Mwanga, lakini na kule Korogwe. Huduma ya maji iliyokuwa inapatikana kwa masaa machache, kwa sasa maji yanapatikana kwa masaa 24 kila siku. Hiyo ndo taarifa nilionayo wana Mwanga na Same. Na kama ni uongo mtakuja kuniambia nijue vya kushughulika na waziri. Lakini taarifa nilionayo mnapata maji masaa 24 kila siku. Vile vile kwa miundombinu iliyowekezwa hapa,
Mradi huu una uwezo wa kuzalisha lita milioni 51.65 kwa siku. Hii ni kusema kuwa mradi huu utatufaa kukidhi mahitaji ya sasa, lakini pia utatufaa kadri mahitaji yanavyokuwa miaka ijayo. Hakika haya yote ni mafanikio makubwa sana. Mafanikio ya kuboresha huduma ya maji yanagusa kila nyanja ya maisha yetu. Yanaenda kupunguza umaskini, kupunguza muda wa kutafuta na kuchota maji ili kuwezesha wananchi kufanya kazi zao nyingine za maendeleo, na kuongezeka kwa muda wa wanafunzi hasa wa kike. Ndio wanatolewa mapema sana au jioni sana, katafuteni maji. Watapata na muda wa kushughulika mambo mengine, lakini pia mama zetu wa maeneo haya na wenyewe watapata muda, kwa sababu maji yanapatikana karibu, na wengine maji yanapatikana ndani ya nyumba. Ule muda wa kwenda kusaka maji sasa utatumika kwa mambo mengine. Lakini maji haya yanakwenda kuimarisha afya za wananchi na kuepusha magonjwa yatokanayo na matumizi ya maji yasiyo safi na salama. Mradi huu pia utachochea uwekezaji, kwani sasa kuna uhakika wa maji na wapo wawekezaji ambao miradi yao inategemea uwepo wa maji. Sasa hivi ndani ya wilaya hii ya Mwanga tuna umeme, tuna maji ya uhakika. Umeme unakatika katika maeneo ya kaskazini huku, lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini, ili umeme upatikane masaa 24 muda wote bila kukatika katika. Tuko kwenye hatua za mwisho kusaini mikataba ili tuweze kununua umeme ule uungwe kanda ya kaskazini na wananchi wafaidi na umeme. Kwa tutakuwa na umeme wa uhakika, maji ya uhakika kila pahali. Vijiji vyote vina umeme, tunakwenda vitongoji na umeme wa kutosha tunaununua, unaingia ili kazi za maendeleo ziendelee. Ndugu zangu, pamoja na kusema hayo, ninafahamu kuwa kati ya vijiji 14 vilivyozungukwa na bwawa la Nyumba ya Mungu ni vijiji 4 tu vilivyounganishwa maji hadi sasa. Nikutake Waziri wa Maji kuhakikisha kuwa vijiji vingine 10 vilivyosalia vinaingizwa kwenye mpango wa kuunganishwa maji tena kwa haraka. Hawa wanaozungukwa na bwawa la Nyumba ya Mungu ni wadau muhimu sana kwa mradi huu. Ni wadau ambao tunawategemea kutulindia chanzo kile. Sasa kama maji yanawapita hawanayo, moyo wa kulinda kile chanzo hautokuwepo. Niombe sana wapatiwe maji kwa haraka ili waendelee kulinda chanzo kile cha maji. Kwa upande mwingine, nafahamu kwamba kule ambapo miundombinu ya maji imepita, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira ya Same Mwanga tayari mmeshaunganisha kaya zaidi ya 1500 tangu mwezi Julai mwaka jana 2024 hadi sasa. Lakini nitoe rai kwenu kwamba kwa miundombinu ambayo tumeitandika, mkaunganishe maji kwa wananchi kwa spidi ya haraka. Muende haraka kwenye kuunganisha maji, kwa sababu fedha zilizojenga mradi huu ni fedha za mkopo kama wenyewe walivyosema hapa. Hatukugaiwa, ni mkopo. Na biashara ya maji hii ili ifanyike kwa vizuri na fedha zikusanywe, lazima wananchi wengi waunge maji, watumie maji, fedha zikusanywe tupate kurudisha mkopo huu. Kwa hiyo jinsi mtakavyokuwa mnawaungia wananchi wengi, ndivyo tutakavyoweza kukusanya fedha zaidi na tunaweza kulipa mkopo wetu. Lakini nitoe indhari katika kuunganisha huko na kuwasimamia wananchi walipe. Tafadhali waziri, simamia wananchi hawa wasende kubambikiwa bili za maji. Nilikwambia nyuma, narudia, najua bado hujapata uwezo mkubwa. Tafuta mita ambazo mtu atalipa maji jinsi anavyotumia. Atanunua maji ya shilingi 10,000, anatumia ya 10,000, 10,000 yake ikimalizika maji yanakata. Itamlazimu aende akanunue tena ili atumie. Mkiwaekea zile mita za tumia tu, wanatumia wanavyoweza, wanamwagia mboga mboga,
ukimpelekea bili atasema umembambika bili. Kwa hiyo jitahidi upate mita zile za kulipia kwanza, ndipo utumie maji ili maji yalipwe ipasavyo. Ndugu zangu wana Same Mwanga, gharama za maji haya ni kubwa mno. Mmesikia hapa, mamilioni ya dola yamelala katika kufanya kazi hii, na ile ni mikopo tuliochukua kwa wenzetu, mbali fungu la fedha lililowekwa na serikali. Hii ni kusema kwamba kila tone unalotumia lina gharama kubwa, na ndio maana hatuhamasishi sekta binafsi kuingia kwenye miradi ya maji, kwa sababu malipo yake yatakuwa ni makubwa mno. Serikali tunaleta miradi ya maji, tunatoa ruzuku ya kutosha, ruzuku kubwa sana, ili wananchi wapate maji. Niwaombe sana wanaotumia maji haya walipe maji, ili turudishe mikopo, tupate mingine, tuendelee kuhudumia maeneo mengine ya nchi hii. Huo ndio wito wangu, ndugu zangu. Ndugu zangu, niligusia kukamilika kwa awamu ya kwanza kwa ndugu zetu wa Same na Mwanga, lakini natambua mradi huu unakwenda mpaka Korogwe, na niwahakikishie wananchi wa Korogwe kwa awamu ya pili itawafikia. Niwatake Wizara ya Maji kuhakikisha kuwa mradi huu unakuwa mkombozi pia kwa wananchi wa upande ule na wanapata manufaa yaliyokusudiwa. Nitumie fursa hii pia kugusia miradi mingine ambayo imefanywa kwenye maeneo haya. Sitagusia miradi ile ambayo wabunge tayari wameshasema kwenye sekta za afya, sekta ya elimu, sekta ya umeme, maji na sekta zote ambazo zimeshaelezwa hapa, ila nitagusia miradi ambayo pengine imeanza au haijatekelezwa, na niwahakikishie kwamba serikali yenu inakwenda kuitekeleza. Mradi wa kwanza nalotaka kulisema hapa, kwanza kuhusu mradi wa maji, ni uendelevu wa huduma. Mheshimiwa Waziri na yule uliyemchagua kwa technical manager wa mkoa huu, muhakikishe kuna uendelevu wa huduma hii. Bali ya kukupa agizo kwamba usikate wakati wa sikukuu na usikate wakati wa weekend, lakini kuwe na uendelevu wa huduma hii. Wale maafisa tuliowaamini kuachia huduma ya maji katika wilaya hii wawe makini. Wanapopata wito wa wananchi kwamba huku bomba limepasuka, huku bomba halitoi maji, basi waende kwa haraka, warekebishe na huduma iendelee kupatikana. Hili nalisisitiza kwa umuhimu mkubwa sana, uendelevu wa huduma za maji kwa wananchi. Lakini la pili, wakati tunafanya visibility za mradi huu, visibility study ilionyesha pia viashiria vya hatari vya mradi huu. Niombe sana vile viashiria vya hatari mvifanyie kazi. Ile hatari iliyotegemewa ingetokea, kama havifanyiwi kazi basi zisitokee, ili huduma hii iweze kuendelea. Jambo la pili ninalotaka kuzungumza nanyi, alizungumza ni kuitika ule wito wa wananchi ili kuwahudumia, lakini la tatu ni ulinzi wa miundombinu na vyanzo vya maji. Mradi huu ndugu zangu ni mkubwa mno mno mno. Tukizembea, ukienda ukiharibika, tumeharibikiwa eneo kubwa. Watu 300,000 wameharibikiwa kupata maji. Kwa hiyo niwaombe sana wizara na walioaminiwa kukabidhiwa mradi huu, ulinzi wa vyanzo vya maji, lakini ulinzi wa miundombinu yetu. Na hili la ulinzi wa vyanzo vya maji, nataka niliwache kwako mkuu wa mkoa na wakuu wetu wa wilaya wote, tuhakikishe vyanzo vyetu vya maji tunavilinda ipasavyo. Upatikanaji wa mradi huu unakwenda kutoa nafuu kwa vyanzo vingi ambavyo tulikuwa tunavitumia kabla ya kuwepo mradi huu. Sasa vikatunzwe ili maji yaendelee kutiririka. Maji yakitiririka kule, yanakwenda kule nyumba ya Mungu, na watu ndio wanapata maji katika mradi huu mkubwa. Niwahimize sana ulinzi wa vyanzo vya maji na miundombinu ya maji. Sasa niseme kwamba
Ninafahamu kazi kubwa imefanyika kwenye sekta mbalimbali zile nilizozitaja: elimu, afya, barabara na mambo mengine, lakini nafahamu pia kwamba kuna kazi ambazo bado hazijatekelezwa. Lakini nafahamu hili, nitalisema baadaye mwisho, nizungumze ambazo hazijatekelezwa kwanza. Kwa mfano, nafahamu kwamba hapa Mwanga serikali inakamilisha ujenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mwanga, lakini nilikuwa nanong'ona na mkuu wa mkoa, akaniambia jengo linaenda vizuri, ujenzi unaendelea, lakini kuna halmashauri kadhaa ambazo tayari ujenzi umeshakamilika kama Moshi DC, lakini pia pale Rombo na Moshi Manispaa majengo ya halmashauri yameshakamilika. Sasa mkuu wa mkoa, nikutake uhamasishe, uharakishe ukamilishaji wa hili la Moshi Moshi wilaya likamilike, ili nitakapokuja niyazindue yote, au nitakayemleta yazindue yote. Kwa hiyo nikuombe sana tukamilishe hilo. Lakini jengine, nafahamu kwamba serikali imeweka ahadi ya ujenzi wa stendi ya wilaya ya Mwanga, na tuliweka fedha bilioni 3.4 kama alivyosema mbunge. Kazi za awali zimeanza, niwahakikishie wananchi stendi ile inakwenda kujengwa. Lakini jambo jingine ni soko la uhakika wa mazao kule Kituri. Najua kwamba kuna uhitaji wa soko la uhakika wa mazao kule Kituri, lakini nilinong'ona na waziri wa kilimo, hili jambo bado liko kwenye mpango wao, na nadhani wameshafanya kazi karibu kumalizika, tunajiandaa kwenda kulifungua. Lakini kwa wenzetu wafugaji, na taarifa kwamba ule mnada wa mifugo uliyejengwa kwenye kata ya Kileo upo tayari na unasubiri kufunguliwa siku chache zijazo. Hivyo niwatake Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuhakikisha mnada unaanza, soko lifunguliwe na mnada uanze, ili wafugaji wawe na sehemu bora ya kufanyia biashara yao. Kwa kuwa mvua imepamba kasi, nami nihitimishe kwa kurudia tena kuwapongezeni kwa kazi kubwa iliyofanyika, na shukrani zangu kubwa sana kwa wabia wetu ambao tumeshirikiana nao. Nisiondoke bila kuwakumbusha kwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na uchaguzi maana yake ni kujiandikisha kwenye daftari. Niwatake wakuu wa wilaya zote, Chama cha Mapinduzi kusimama na kusimamia wanachama wetu wote wanao sifa za kisheria kwenye kujiandikisha au kuboresha taarifa, wasimamie kazi hiyo ifanyike vizuri, ili wakati wa uchaguzi tuwe na idadi kubwa ya wapiga kura. Sasa ndugu zangu, baada ya kuweka jiwe la msingi kule kwenye mradi, sasa niko tayari kubonyeza kitufe kuashiria ufunguzi rasmi wa mradi huu wa maji safi na salama wa Same Mwanga Korogwe. Na nitakapofanya hivyo, nimalizie kwa shukrani nyingi sana kwa ukarimu wa zawadi nilizopewa katika ziara hii. Nawashukuru sana ndugu zangu. Sasa nikasema leo siku moja tu nimepata ng'ombe karibu 7 sio 8, lakini na mambo mengine. Sasa nikija ziara itakuwaje? Kwa nitafikiria kuleta watu wengine, nisije mimi nimeshapata za kutosha. Sasa nitamleta makamu wa rais, waziri mkuu na wengine waje kufanya ziara kwa niaba yangu, ili na wenyewe wapate zawadi kama hizo. Baada ya kusema hayo, sema asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwanga oye! Kilimanjaro oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana, asante sana. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anapokwenda kuzindua, tunamuomba Mheshimiwa Waziri wa Maji na Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro
wengine wote tubaki. Waziri mwenye dhamana ya maji na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, wengine wote tubaki. Na faraja na baraka ya Mwenyezi Mungu, si mmeiona mvua imenyesha. Alhamdulillah, lazima tumshukuru.